Puma ukipenda helikopta, na hivi sasa unapelekwa katika sehemu maalum, na tunaona kwamba wafuasi wamefurika furifuri katika uwanja wa Mamboleo Kisumu kwa ajili ya kutoa heshima zao za mwisho. Na unavyoona wanasapicha wetu pia wapo tayari, wanahakikisha kila tukio ambalo linafanyika katika eneo hilo unalipata kwenye runinga yako, unalipata kupitia katika mitandao yetu ya kijamii, ili uzidi kumakinika na kufahamu ni kipi ambacho kinajiri tunapoendelea na hii safari ya mwisho ya Raila Amolo Odinga. Maelfu ya wafuasi wamefurika katika uwanja wa Mamboleo Kisumu. Unavyoona kwenye kiwambo chako, maafisa wa kijeshi wanaichukua ile jeneza na kuweza kuipeleka katika sehemu maalum kwa ajili ya wakazi kutoa heshima za mwisho katika safari hii ya mwisho ya Raila Amolo Odinga. Na hivyo basi tunaendelea kupakua haya, na niwashirikisha wadau wangu studioni nikiwa na Daktari Isaac Hassan, na vile vile mtazamaji niko na Koech Ren, na vile vile niko naye Brian Nabiswa ambao wanazidi kuchanganua masuala haya. Ni kushirikisha Ren katika swala hili. Tunaona kule Kisumu mambo shwari, yani kila kitu kinafuata taratibu zake. Hivi sasa tumeanza kuona, tumesoma kutoka kwa yale yalifanyika Nairobi, sio? Sio. Ndio. Hiyo ni vyema kabisa. Kama wananchi tunataka kuona utulivu, mwelekeo kabambe, na wale wafuasi ambao wanamngojea Mheshimiwa Raila kumtazama mwili wake wataweza kufanya kwa mwelekeo unaofaa, na mambo yote yatakwenda shwari hadi wakati mwili utakutoka katika uwanja ule na kuelekea pale Bondo kwa ile inaitwa overnight stay, na kisha kesho pia tunatarajia kuwa na utulivu na mwelekeo, kwa sababu katika shughuli ya kesho kutakuwa na watu wengi sana na wageni tajika wataweza kufika pale. Hii shughuli hii inafuatwa kwa karibu sana na tuseme dunia nzima. Mashirika, vyombo vya habari kama yetu hapo ya TV47, TV Tajika, vyombo vya habari za kigeni pia wanafuatilia kwa karibu sana, na yale yote tunaweza kuonesha dunia, basi ndio pia taifa letu la Kenya liko katika ramani na utulivu inakuwa nzuri. Kidogo yale tulishuhudia pale Kasarani kidogo ilituweka ama iliangusha ratili na kutuweka katika picha mbaya katika dunia nzima. Walakini hii leo shughuli inaenda taratibu, kama vile unaona wanajeshi wanaweza kutembea kwa taratibu zile za kijeshi, na tunashukuru sana Rais wa taifa Mheshimiwa William Ruto kwa kupa wananchi wa taifa la Kenya ama wafuasi sugu wa Raila heshima kubwa kwa shughuli yote ya kijeshi. Naam. Shukran sana mtazamaji, ndo hivyo unaona picha za moja kwa moja kutoka uwanja wa Mamboleo Kisumu, uwanja ambao unafahamika kama Jomo Kenyatta kule Kisumu. Na hivi sasa wale viongozi wa kidini katika jeshi la Kenya wametangulia, wanafuatwa na maafisa wa kijeshi ambao wamelibeba lile jeneza mwendo wa aste aste. Nyuma kuna viongozi na vile vile kuna familia ambao wanatembea kwa mwendo wa taratibu ili kumpa heshima za mwisho hayati Raila Amolo Odinga. Ameishi miaka 80 tangu kuzaliwa kwake katika kijiji cha Maseno, kaunti ya Siaya, na hivi sasa atapumzishwa hapo kesho nyumbani alikozaliwa. Na ndiposa tunazidi kukupeperushia matangazo haya katika harakati tu za kukupa nafasi kutoa heshima zako za mwisho, ili tunapomwomboleza na vile vile tunapoomboleza na jamii na vile vile marafiki na vile vile viongozi mbalimbali, si wa Kenya tu, kote ulimwenguni. Brian Nabiswa, ndo matukio ambayo tunayaona katika runinga yetu hapa TV47, na tunaona kwamba mambo yanaendelea taratibu. Raila ametajwa kama kiongozi ambaye pia aliwapiga jeki vijana, na tumeweza kuyaona hayo, na amewashika vijana wengi tu mkono, kando na Edwin Sifuna ambaye ni katibu wa chama cha ODM. Ni kweli kabisa, ni kweli kabisa, kwa sababu kama vijana tunaangalia tumeweza
kukuwa na ukaribu sana na uongozi wake, na ukiangalia ufuasi wake sana, ameweza kufanya kazi karibu na vijana. Sasa ni kiongozi aliyeelewa ya kwamba wewe kama kiongozi unafaa ushughulikie ile asilimia kubwa ya population. Na katika taifa pia tunakubali ya kwamba ukiangalia zile statistics za sensa ni kwamba vijana ni wengi. So Raila ni kiongozi ambaye alitambua ya kwamba vijana wanafaa kushughulikiwa kwa sababu wao ndio wanatengeneza ile composition kubwa ya population. Ndiyo. Na ameweza kuwa pia ameweza kureward vijana na kuonyesha mwelekeo kwamba yuko tayari kuweza kulea kipaji cha uongozi katika vijana kwa kuwapatia nafasi mbalimbali. Ukiangalia zile nafasi za nomination, chama cha ODM kuna vijana ambao wameweza kukuzwa kupitia mikononi mwake tangia aanze zile siasa zake hadi sasa hivi. Na ndiposa tunaona, na si vijana tu, pia tunaangalia hata wale akina mama na dada zetu pia ameweza kupeana ile nafasi. So ni kiongozi ambaye amekuwa mlezi mzuri wa vijana na uongozi, haki tofauti za vijana, na pia kuhakikisha kwamba anaeleza kila ambacho vijana wanapata. Na pia ni kiongozi ambaye nilipoanza nilisema kwamba aliweza kubadilisha ile dynamics za siasa. Ni kiongozi ambaye ametufunza kwamba siasa ziwe zikiambatana na sera. Ni kiongozi ambaye kila wakati amekuwa akileta sera mwafaka ambazo aliamini zinaweza badilisha taifa hili. Mara kwa mara ameweza kuwa akiweza kuelekeza uongozi wa siku ya kwamba wanafaa kuadhimisha ama kutekeleza yale masuala ambayo wanaagiza wananchi. Na ni kiongozi ambaye pia ameweza kukua akiangalia zile sera ambazo hazifai hata kama hazijatoka mrengo wake. Aliweza kueleza kwamba ndio mko uongozini, lakini hizi sera zenu sioni kama zitafanya kazi. So ni kiongozi ambaye alielewa, aliishi kuelewa sana ni kipi ambacho anakitakia taifa, ni kipi ambacho ni kizuri ama si kizuri. Ndio, asante sana Brian Nabiswa. Daktari Isaac Hassan, tumeona kwamba Raila, tukisema kwamba hii ni karia, amefanya siasa kama karia yake na akahakikisha kwamba mambo mengi yameafikiwa. Na nyinyi ama wewe kama mchanganuzi wa masuala ya uongozi, kuna mambo mengi tu ambayo mumeyaona na mkasema kwamba haya tuyafuate, haya tuyakatae. Katika ukuaji wa uongozi wa taifa, tukisonga mbele, ile kasi Raila alikuwa ameweka hata kama kinara wa upinzani, tutaendelea kuiona ikiendelezwa au hulka zetu tu ni kumaliza tukisonga? Ya muhimu ni kwamba vile ambaye chama yake itakuja kujiandaa ndiye itatuambia kama tutakuwa na mwenye ataendeleza sera zake. Ndio. Ya pili, siasa haikukuwa upande wa Raila peke yake. Ndio. Siasa kulikuwa na viongozi wengine ambao walikuwa wanapigania haki za wananchi. Naam. Lakini kwa mpango yoyote ambaye Wakenya wanakuanga naye kisiasa, ndio lazima iwe na upande wa kabila, iwe na upande wa ubinafsi. Siasa za mtu wetu. Siasa mtu ama watu. Haikuangi siasa ambaye tunaweza kusema sera fulani ni ya chama fulani.